Hizi ni ndoto tatu hatari na kubwa ambazo zinakuwa zinaonyesha kuwa una mwanaume au mwanamke wa kipepo. Yaani zinamaanisha kuwa tayari umeolewa kwenye ulimwengu wa roho na kamwe hautoweza kuolewa katika ulimwengu wa mwili, au ndoa yako inazuiliwa katika ulimwengu wa mwili. Yaani Mungu anakuwa anakutazamisha kwenye hizi ndoto, you have a spiritual husband or spiritual wife. Namba moja, unapoota unafanya mapenzi hasa na watu usiowajua. Unafanya mapenzi na watu usiowajua, na hali yako ukiamka ni kama umeshiriki tendo la ndoa kabisa. Ni kama ni mtu amekuingilia kwa aina halali, au mtu amekuingilia kwa njia ya mwili kabisa. Hii ni Mungu anakuwa na kutazamisha, ni tayari una mwanaume au mwanamke wa kipepo anayaposesi maisha ya kwako. Namba mbili, unapoota ndoto unanyonyesha. Kama ni binti, unapoota ndoto unanyonyesha na hauna mtoto wa kunyonyesha na wala haujaolewa, hii ni Mungu anakuwa anakutazamisha tayari una mwanaume wa kipepo na umeshazaa kwenye ulimwengu wa roho. Ndio mara kadhaa na mara nyingi unajiona ukiwa unanyonyesha watoto. Hii ni Mungu anakuwa anakuambia ni tayari umeolewa. Na ndoto ya tatu kubwa ya kuwa tayari una mwanaume au mwanamke wa kipepo, pale ambapo unajiona unafunga ndoa mara kadhaa. Unajifunga ndoa na watu usiowafahamu, na ghafla ndani yako ukiamka unakosa amani kabisa, unakosa furaha kabisa, na ile hali ya ndoto ambayo umetoka kujiona huko kwenye harusi unaolewa au unaoa, au huko kwenye ndoa na baadhi ya watu ambao hawafahamu. Hii ni Mungu anakuwa anakutazamisha maisha kwako yamebi possessed na spiritual wife or spiritual husband. Una wanaume tayari wamekuoa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna muunganiko wa wewe na baadhi ya roho umefunga nazo ndoa. Ni Mungu anakuwa anakuambia hakikisha unavunja muunganiko huu ili uweze kupata ndoa halali, au ili uweze kupata maisha halali. Na ghafla baada ya hizi ndoto kuwa zinakotokea, utajikuta una baadhi ya tabia. Hizi ni baadhi ya tabia zinakuonesha una mwanaume wa kipepo. Namba moja, kuwa na hasira haraka. Kama uko kwenye mahusiano unakuwa na hasira ya haraka. Mpenzi wako au mtu wako karibu ambao uko naye kwenye mahusiano akikukosea, reaction yako inakuwa ni mbaya, hasira yako inakuwa ni kubwa kinyume naye. Hii inamaanisha ni tayari spiritual wife au spiritual husband wanaposesi maisha kwako. Namba mbili, kupoteza kibali kwenye mahusiano. Kuna baadhi ya watu wanaingia kwenye mahusiano hawakai, mahusiano yanaharibika kwa haraka, mahusiano hayachukui muda mrefu. Hii inaonyesha kuwa ni tayari maisha ya kwako yanakontroliwa, au ni tayari kwenye ulimwengu wa roho umeolewa, kwa hauruhusiwi kuingia kwenye mahusiano mengine katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana unashangaa ghafla tu ukiingia kwenye mahusiano vurugu zinatokea, ubaya unatokea, hauwezi kudumu kwenye mahusiano, unapoteza kibali kwenye eneo la mahusiano. Lakini namba nyingine, ile hali ya kukutana na hasara kwenye biashara za kupitiliza, kukosa promotion kazini au kufukuzwa kazini. Hii inaonyesha kuwa maisha kwako yanamilikiwa na spiritual husband or spiritual wife. You're supposed to pray. Unatakiwa kuomba. Unapoota hizi ndoto unatakiwa kuomba. Unapoziona tabia hizi zina develop kwenye maisha kwako unatakiwa kuomba. Na namba moja, lazima uombe toba kwa Bwana. Uombe Mungu akurehemu. Na namba mbili, lazima ujitenge na roho hizi, uzikatae roho hizi, ukatae kuambatana na roho hizi. Na then ukishakataa kuambatana, utaanza kuomba Mungu akupe mwelekeo na akupe neema, akupe kibali cha eneo la ndoa. Mungu akubariki sana. Ni mtu wako wa Mungu, Apostle Florian Njiala. I sign out. God bless you. Shalom.